Shalom, shalom mtu wa Mungu aliye hai. Karibu tena kwenye chaneli yetu pendwa ya Apostle Katambi. Nikukaribishe katika somo lijalo. Nitafundisha kwa nini ndoa nyingi zinavunjika sana. Kwa nini ndoa nyingi zimekuwa na changamoto? Kwa nini ndoa nyingi zimekuwa na matatizo? Jifunze siri ya ndoa na vita vya ndoa katika masomo niliyoyaandaa na nitayapandisha hewani. Misingi ya ndoa katika ulimwengu wa roho. Nawezaje kupata masomo yetu haya? Kama wewe ni mara ya kwanza kuingia kwenye channel yetu pendwa ya Apostle Katambi, unaweza ukagusa kwenye skrini yako maneno yaliyoandikwa subscribe, na utakuwa wa kwanza kupata vipindi vyetu, na Mungu akubariki sana. Share video hii, like. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu. Kwa tatu tuzungumzie ndoa kwa undani, vita vya ndoa kwa undani katika somo lijalo. Mungu akubariki sana. Na leo nitazungumza kwa habari ya roho tano za wachawi. Roho tano zilizobebwa kwenye uchawi. Uchawi ni roho. Uchawi ni roho. Uchawi ni mtu wa kawaida, lakini ile roho anayoipokea. Kama vile ambavyo wewe unapookoka kuna wakati unajazwa Roho Mtakatifu. Anasema Matendo 1:8, nawaambia msifanye jambo lolote mpaka pale mtakapojazwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Maana yake inachoendesha watu wahubiri, watu wapone, watu wafunguliwe ni ile roho ya Mungu iliyo ndani ya watu. Uchawi pia ni roho. Na katika roho hizo za uchawi ni roho, umegawanyika katika maeneo makuu matano yanayotenda kazi katika ulimwengu wa roho. Somo hili nitakuja kuchambua uchawi, njia zao wanazotumia mpaka kuwashughulikia katika ulimwengu wa kiroho. Itaje tu kwa haraka roho tano zilizobebwa katika uchawi. Roho ya kwanza iliyobebwa katika uchawi ni roho ya uzinzi na uasharati. Roho ya kwanza, mchawi anatakiwa kuwa mzinzi na mwasharati. Ndani yake ana roho ya uzinzi. Ndio maana wale ambao uchawi umewakolea sana, wazinzi. Hiyo ni roho ambayo inafanya kazi sana. Uzinzi na uasharati unafanya kazi sana kwa wachawi. Na anapokuwa anazini na watu au anafanya uasharati na watu, mwanaume au mwanamke, huwa anakuwa yuko kazini. Anaweza kaiba nyota huyo mtu, akakalia anga lake, akaiba baraka zake. Kwa anatumia roho ya kwanza inayotumia kufanya uchawi ufanye kazi sana ni roho ya uzinzi. Kwa hiyo roho ya kwanza ya uchawi inayoseparate katika ulimwengu wa roho, unaofanya kazi na usambaza uchawi ni roho ya uzinzi na au uasharati katika ulimwengu wa damu na nyama. Hiyo ni roho ya kwanza ya wachawi. Lakini roho ya pili ya wachawi ni roho ya ibada ya miungu au mizimu na miungu katika ulimwengu wa roho. Roho ya pili ya wachawi ni roho ya miungu au mizimu katika ulimwengu wa roho. Hapa kwenye roho ya miungu na mizimu katika ulimwengu wa roho, wachawi wanaabudu sana mizimu na miungu. Wanaitumia kufanya kazi pamoja na wao. Akitaka kukuroga ataenda kuuliza kwenye mizimu ya kwenu,
miungu ya kwenu na naabudu miungu, mchawi anaenda kwenye miungu anaiomba, naomba nguvu ya kupambana na huyu mtu, naomba nguvu ya kuharibu maisha huyu mtu. Kwa roho ya pili ya uchawi ni roho ya miungu. Miungu katika ulimwengu wa roho wanatumia miungu au mizimu katika ulimwengu wa roho kuendesha uchawi. Ndio maana kuna uchawi wa miungu ambao ni special kabisa. Mchawi wa miungu ni tofauti na mchawi wa aina yoyote, sababu anakuwa na uwezo mkubwa sana wa kutumia ulimwengu wa roho, lakini uwezo wake mkubwa ni kwa wale ambao hawajaokoka. Lakini kwa ambaye mtu ameokoka, anamjua Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, hawakuwezi. Kwa wachawi wanatumia miungu. Roho ya pili ya uchawi ni miungu. Roho ya tatu ya uchawi wanatumia roho ya uongo. Mchawi uongo kwake ni kawaida kabisa, ni roho ya uongo. Anakudanganya, unampambania, unajua unamsaidia mtu. Wachawi wengi ni waongo. Na hiyo roho, kwa nini mchawi ni muongo? Huwa ni roho ya baba yao Shetani, ni roho ya baba yao Ibilisi. Kwa unapokuwa unafanya kitu na mchawi, angalia kwenye eneo la uongo, anaweza kukupanga sana, kwa sababu ni roho ambayo iko ndani yake, akakudanganya, akaongea na wewe ukajua yuko sahihi, lakini hiyo ni roho ambayo inafanya kazi ndani ya mchawi. Ni waongo sana, waongo sana. Hata kwenye ndoa ni waongo, kwenye familia ni waongo, kwenye biashara ni waongo, kwenye kazi ni waongo. Hapo kwenye comment andika wachawi ni waongo. Kwenye comment andika wachawi ni waongo. Kwa roho ya kwanza ya mchawi anayofanya kazi nayo nimekuambia ni uzinzi. Roho ya pili ni miungu. Roho ya tatu uongo. Ndio maana nasema waongo wote sehemu yao ni ziwa la moto. Maanake ile ni roho ambayo iko ndani ya wachawi. Roho ya nne ya wachawi ni usuda, wivu. Wivu. Kwa nini apate? Kwa nini awe na watoto wazuri? Kwa nini awe na nyumba nzuri? Kwa nini awe na huduma kubwa? Kwa nini akubalike? Roho ya wivu, usuda. Usuda, chuki. Wanachuki sana. Ukinunua tu gari, shida. Ukijenga nyumba, shida. Hata ununue simu, kwao wanachuki, usuda. Yani yani wana kinyongo. Anasikia tu namna akuharibie tu maisha, akuvurugia watoto wasisome, kwa nini umeenda watoto wako shuleni, na kwa nini umefanya hivi? Yani ana kinyongo ndani yao. Kinyongo, usuda. Hii ni roho ya nne ya mchawi. Kinyongo, usuda, chuki. Hapendi maendeleo yako, anakuchukia tu. Sio kwamba anakuchukia mchawi kama umemuuzi au mmegombana. Moja kwa moja mtu mwenye roho uchawi lazima amchukie mwenzie, lazima amchukie bila kosa. Na akikaa kijiuliza, namchukia kwa nini? Nimemsaidia hata kwenye biashara, nimemsaidia hata kwenye kazi, nimemsaidia kutafuta mtaji, nimemsaidia kufanya biashara naye. Wapi? Chuki, kinyongo, usuda ni roho iliyo ndani ya wachawi katika ulimwengu wa roho. Hiyo ni roho ya nne. Roho ya tano iliyo ndani ya wachawi ni roho ya mauaji. Roho ya tano iliyo ndani ya wachawi ni roho ya mauaji. Wao kazi yao ni kuua biashara, kazi yao ni kuua watu, kazi yao ni kuua ndoa, kazi yao ni kuua uchumi wako, kazi yao ni kuua vipawa, kazi yao ni kuua karama. Lakini pamoja kuna hizi roho zote tano. Ya kwanza nimekuambia uasherati na uzinzi. Ya pili nimekuambia ni roho ambayo inapatikana kwa njia ya uongo. Ya tatu usuda.
chuki. Ya 4 nimekuambia ni roho ambayo anapatikana mauaji. Roho ya 5 nimekuambia ni roho inayopatikana, ni roho ya 5 ndio nimesema ni mauaji katika ulimwengu wa roho. Kwa unaposikia mtu mchawi, hizi roho anazo, lakini kwa Yesu kunawezekana kuacha uchawi, kwa sababu uchawi hauna faida. Wakati unaroga, uchawi unaanza kwako wewe, na ukiwa mchawi unakutesa vizazi vyako, familia yako, uzao wako katika ulimwengu wa roho. Nifuatilie kwenye channel yetu pendwa ya Apostle Katambi. Hebu pale uliporudia sala ya toba, wewe ambao unafanya uchawi, utakufa kwenye dhambi wewe. Yesu akija utaachwa na mwisho wake utaenda motoni. Shetani hana faida. Shetani unamtumikia vizuri kwenye uzinzi, unakufa na ukimwi. Kuna watu wanamtumikia vizuri shetani kwenye ujambazi, wamechinja sana, mwisho wake wanakuja kufa na risasi za mapolisi. Kuna watu wamemtumikia shetani kwenye mabilioni ya pesa meiba, mwisho wake shetani amekuja kuua na kansa, magonjwa. Pokea Yesu, chana uchawi. Haya maroho yasikutese. Unakuwa tu unachukia tu ndugu uliozaliwa nao, unakuwa tu na hasira na chuki. Utafika mpaka lini? Si mkubali tu Yesu Kristo. Sema, Bwana Yesu, nakuja mbele zako kwa njia ya damu Yesu. Kuanzia sasa nakupokea Yesu Kristo, ukawe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Mungu akubariki. Tukutane kipindi kijacho. Mimi wako Apostle Katambi, katika jina la Yesu aliye hai. Amen.